Mohamed Said Abdalla, afisa mazingira manispaa ya Magharibi, lakini kwa sasa ndo msimamizi mkuu wa shughuli za usafi katika manispaa hii. Tumekuja hapa leo katika shehia hii ya Mombasa kwa ajili ya kufanya mambo matatu makubwa. Moja, tumekuja kufanya zoezi la usafi wa mitaro. Tumekuja kusafisha mitaro yetu hii kwa sababu hii mitaro ndio inayopitisha maji yetu ya mvua kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo husika. Lakini jambo la pili ni kuja kuhamasisha wananchi kufanya hii shughuli wenyewe pasi na kuisubiri serikali, kwa sababu wao ndo wanaishi katika maeneo haya ya karibu. Hii mitaro ikiziba, athari namba moja inawakuta wao kwanza kabla hata sisi serikali. Lakini la tatu ni kwamba tumekuja kuwapa na elimu. Ukiacha kuwashirikisha, nimeona wananchi wengi wamejitokeza katika kuhakikisha kwamba wamekuja kushirikiana nasi. Lakini sisi tumewapa elimu. Elimu tuliyowapa ni namna ya kuitunza kwanza hii mitaro, lakini si tu kuitunza, kuhakikisha kwamba hawatoboi kutia ile makaro yao yanayotiririsha maji machafu, kwa sababu tumezoea maeneo mengi. Kwa mfano ukienda kama shehia ya Magogoni, shehia ya Kinuni, ukienda shehia ya Mwanakwerekwe, utaona mitaro hii ya kwetu imetobolewa, imetiwa makaro ambayo yanatiririsha maji machafu. Kwa hiyo lile kisheria halikubaliki. Kwa hiyo tumekuja kuwapa pia elimu, na tutazunguka katika wilaya hii ya Magharibi nzima, maeneo yote ambayo mtandao huu wa mitaro ya kupitisha maji machafu, maji ya mvua imejengwa na inaendelea kujengwa katika maeneo mingi sana. Kwa hiyo tumekuja tumewapa na hiyo elimu. Tunashukuru wananchi wamejitokeza, wamekuja kwa wingi, wametusaidia kufanya hii kazi, lakini si tu kutusaidia, wamefanya kazi yao. Sasa uko wito nataka niwape wananchi, kwa sababu kuchafua mazingira kuna namna mbili. Kwanza unapata madhara wewe kama mwananchi, lakini namna ya pili ni kwamba unatolazimisha sasa serikali tupite tuanze kukagua ili tuone ni nani tunaweza kumchukulia hatua katika swala zima la uchafuzi wa mazingira. Na hii kazi inaendana na zoezi zima la kukagua maeneo ambayo yamefanywa uharibifu wa utupaji wa taka na uharibifu wa utoboaji wa kuingiza maji machafu ambayo maji yanatoka kwenye makaro ya familia kama na ya nyumba. Kwa hiyo tunawaambia wananchi kwamba sisi tukiona wewe umetoboa karo lako umepeleka kwenye msingi wetu, manake hilo ni kosa kisheria na tutapaswa tukutolee kwa maana ya kuvunja, kwa maana ya kuondosha hilo karo lako. Lakini la pili, tutakulazimisha ujenge karo ambayo inahitajika katika mfumo wa utaratibu wa serikali kama vile serikali ilivyoelekeza. Lakini pia tutakupiga na faini, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa kisheria. Kwa tukija sisi tutakupiga na faini ya papo kwa papo. Faini ya papo kwa papo ni shilingi 50,000. Ukikaidi agizo la serikali la kupokea faini yetu, manake tutakulazimisha sasa tukufungulie kesi ili tukupeleke ofisini tuanze kukushughulikia katika utaratibu wa kisheria zaidi, na kule kuna faini nyingine pamoja na kushtakiwa moja kwa moja. Kwa tunawaomba wananchi wahakikishe kwamba wanaitunza hii mitaro. Kuitunza manake ni kutokutupa taka humu, kwa sababu tumezoea wananchi wanatupa taka, wanatia taka katika hii mitaro yetu, na ina maana taka zinakwenda zinakaa kwenye mashimo. Ukiangalia yale mashimo mengine ni ngumu mtu kuingia kule kwenda kutoa polo la taka, lakini ilibidi leo tuingie tutoe taka kule. Sasa hiyo inatufanya tuweze shindwa kufanya kazi. Lakini jengine, ukitia karo lako pale, ukitoa karo lako kuingiza hapa, kuingiza yale maji yako machafu zaidi, tunapata tabu kuja na vifaa kinga na vifaa kazi kwa ajili ya kuja kusafisha, sababu wakati mwingine vifaa vyetu vinakuwa navyo pia vihaba. Kwa hiyo watendaji wanakuwa hawana kuingia kwenye makaro ambayo wewe umesababisha kuingiza uchafu kama kinyesi na vitu vingine, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunawasihi wananchi waache kufanya hayo. Lakini kama humu kwenye mabarabara humu kunatakiwa uangalifu hali ya juu. Tunaiomba shehia, uongozi wa shehia, kuhakikisha wananchi wanaokaa karibu na maeneo haya ya mitaro yetu wasitupe taka, na zoezi la uchukuaji wa taka kwenye shehia lipo na linaendelea vizuri, na wananchi wanafahamu kwamba shehia kama hii shehia ya Mombasa, shehia zote zilizokuwepo katika wilaya ya Magharibi zinafanya utaratibu wa uchukuaji wa taka. Kwa hiyo watu wajitoe katika kuwapa shehia kazi ya kuchukua zile taka kama vile kazi walivyojipa shehia. Vinginevyo manake watatulazimisha sisi baraza la manispaa tuje kwenye shehia, kwenye mitaa kwa ajili ya kukagua watu, na tukifanya ukaguzi wetu wa ndani manake tunakwenda kushtaki wananchi juu ya utaratibu mzima wa uchafuzi wa mazingira. Kwa sababu ukitunza haya mazingira, kitu kikubwa ambacho watu hawajui, ukitunza haya mazingira ni kwamba unaondokana na maradhi nyemelezi ambayo yanakuja, ambayo kutakuwa kuna maradhi ya milipuko, kipindupindu na maradhi mengine ambayo yapo. Sasa katika kuepuka hayo na kipindi hichi cha mvua, lazima tufanye jambo la makusudi. Sisi tumeazimia baraza la manispaa kuzunguka wilaya nzima
kwenye mtandao mzima wa mitaro hii iliyojengwa, na tunajua azma ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba anapenda na anasisitiza usafi, kwa sababu yeye anajua kwamba atakapokuwa hajasisitiza hayo na sisi hatujachukua wajibu wetu kuja kufanya hivyo, maana yake itakachotokea baadaye ni kuona tuna wagonjwa wengi wa maradhi ya kipindupindu na maradhi mengine ambayo yanatokana na uchafu. Kwa hiyo ni waombe wananchi tuungane pamoja kama leo walivyokuja kutusaidia, na shehia nyingine huko tunakuja